Halo, karibu, habari ya asubuhi. Habari za asubuhi. Safi, hapa ni TBC1, ni ukweli na uhakika. Karibu Imanda, afisa habari wa bodi ya ligi. Ndio. Yes, Watanzania wanataka kusikia mambo mengi kuhusiana na dabi ya Kariakoo ambayo imetolewa kwamba itachezwa leo, lakini usiku wa manane taarifa kutoka Simba kwamba wao wamesema wamesusia mechi hiyo kwa sababu tu jana walizuiwa kwenda kufanya mazoezi yao ya mwisho kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwanza, bodi ya ligi, taarifa hizi mnazo na mmechukua hatua gani? Ya, tumepokea taarifa, tumepokea barua rasmi kutoka klabu ya Simba baada ya kuwa tuliona pia taarifa yao kwenye mitandao ya kijamii, kwa maana taarifa kwa umma. Na ujumbe uliopo kwenye barua yao hautofautiani na ule ambao wameweka kwenye taarifa kwa umma, kwa maana ya wakilalamikia suala la wao kuzuiliwa kufanya mazoezi ya mwisho kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Lakini pia wakieleza nia yao ya kutoshiriki mchezo husika kutokana na kazi ya hiyo ama kushindwa kutekeleza azma yao ya kufanya mazoezi ya mwisho. Bodi ya ligi kuu Tanzania kama mwendeshaji na msimamizi wa ligi tunafanya kila kitu kwa mujibu wa kanuni, na kwa kuanzia tunafanya uteuzi wa maafisa wa mchezo kama sehemu ya utekelezaji wa hizo kanuni, na maafisa wa mchezo ndio ambao wanakuwa na mamlaka kuhusiana na uendeshaji kuhusiana na mchezo husika, ikiwemo kusimamia matukio yote yaliyoainishwa kwenye taratibu za mchezo, ikiwemo hilo tukio la mazoezi ya mwisho ambayo limeainishwa kwenye kanuni ya 17 ibara ya 45 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Kutokana na hilo bodi kwa sasa hivi imewataka maafisa wa mchezo kutuma taarifa zao kwa dharura, kwa maana kutuma kwa haraka inavyowezekana taarifa kuhusiana na tukio hilo, ili sasa bodi ijue inapaswa kufanya nini. Kwa sasa hivi hakuna chochote kinachoweza kufanyika mpaka pale tutakapokuwa tumepokea taarifa rasmi kutoka kwa maafisa wa mchezo, akiwemo kamishna wa mchezo, mratibu mkuu wa mchezo pamoja na afisa usalama wa mchezo ambao walikuwepo, na kwamba wanawajibika kutueleza juu ya kile ambacho kilitokea kwenye tukio hilo. Lakini timu isipofanya mazoezi ya mwisho ni inaweza kuwa sababu ya wao kususia mechi? Kwa sasa hivi hatupaswi kuongelea matokeo ya hiki kilichotokea. Kama nilivyoeleza awali ni kwamba sisi tunapaswa kusubiri taarifa ya maafisa wa mchezo. Taarifa ya maafisa mchezo inaweza ikatuambia aidha hiki ambacho tumekiona kwenye barua ya klabu ya Simba ama kikawa ni kitu tofauti. Kwa hiyo kwa sasa hivi si wakati mzuri sana kuanza kuelezea matokeo ya hiki. Nadhani ni wakati wa kuvuta subira ili sisi sasa kama waendeshaji tupate taarifa rasmi kuhusiana na hilo jambo, tuone ulinganifu wake na taarifa ambayo Simba Sports Club wameituma kwetu, na baada ya hapo basi tutatoa taarifa rasmi tukieleza pia kinachoweza kutokea ama kitakachoendelea baada ya hapo. Hakuna harakati zote zinafanyika za kuwashawishi Simba wabadilishe maamuzi yao wakacheze mchezo wa leo? Ni mpaka tutakapopokea taarifa ya maafisa wetu wa mchezo, kwa sababu kupokea taarifa kutoka upande mmoja haitoshi kufanya maamuzi ya busara ama kuchukua hatua za busara zinazojaa busara ama uendeshaji kabla hujapokea taarifa ya upande wa pili, kwa maana ya maafisa wa mchezo husika. Kwa mfano akabainika mwenye makosa hapa, kanuni zipi ambazo zitatumika kuweza kuadhibu waliofanya makosa hayo? Bado naepuka kuzungumzia yatakayojiri baada ya tukio hili kabla tujapokea taarifa ya maofisa wetu wa mchezo. Okay, mmewasiliana na upande wa pili, kimaanisha upande wa Yanga? Kwenye jambo hili hakuna bado haijafikia hatua ya kuwasiliana na klabu ya Yanga. Kwenye jambo hili bodi inawasiliana na maafisa wake wa mchezo tu kwanza. Aha. Okay. Kwa hiyo mpaka saa ngapi mnahakika tayari mtoka mshapata taarifa kutoka kwa maafisa wenu wa mchezo ili muweze kuchukua hatua? Kwa sababu inawezekana tunapozungumza mimi na wewe kuna mtu anachukua SGR Dodoma aje Dar es Salaam, kuna mtu anawasha gari yake Morogoro aje Dar es Salaam. Na kwa sababu ni jambo la dharura, tumewaeleza maafisa wa mchezo kwamba wanatakiwa pia wachukue hatua kwa dharura
kwa maana ya ndani ya muda mfupi ambao wao tumewaeleza ni muda gani wawe taarifa wameshaifikisha kwetu, na ni kwa sababu pia taarifa ikifika kwetu itajadiliwa kwetu na ndipo taarifa itatolewa. Kwa hiyo kwa maana ya maafisa mchezo tumeshawaeleza kwamba wanapaswa kutuma hiyo taarifa ndani ya kipindi gani, lakini kwa maana ya taarifa kwa umma hatuwezi kusema sasa hivi, ila kinachopaswa kufahamika ni kwamba taarifa itatoka haraka iwezekanavyo, kwa sababu tulishatangaza kwamba mageti yatafunguliwa saa 5 kamili asubuhi, na tunaamini kabla ya kufika huo muda wa mageti kufunguliwa, taarifa hii itakuwa imeshatoka na wadau wa ligi kuu ya FBC, wapenzi wa dabi ya Kariakoo, watakuwa wameshapata taarifa kuhusiana na hili. Lakini kama mechi hii haipochezwa kwa sababu ya watu wa Simba wamezuiwa kufanya mazoezi jana, amuone kana kwamba kutakuwa baadhi ya timu mjezitendea haki, kwa sababu kuna baadhi ya timu zingine tumeshuhudia zikishindwa kufanya mazoezi kwenye mechi mbalimbali za ligi kutokana na matatizo kama hayo, lakini siku inayofuata wanacheza mechi. Ndio unasisitiza katika swali ambalo uliliuliza awali na mimi nikakujibu kwamba hatuwezi kuzungumzia matokeo ya hili jambo kabla hatujapokea ripoti ya maafisa wetu wa mchezo. Hakuna chochote tunachoweza kuzungumzia sisi bodi ya ligi kuu Tanzania kuhusiana na kitakachotokea kabla hatujapokea taarifa za maafisa wetu wa mchezo. So nakusihi hifadhi maswali yako, utakapotoa taarifa basi simu yangu iko hewani muda wote. Na wakati mwingine hata ukinialika nije studio nitafika kwa ajili ya kujibu sasa maswali yako baada ya kuwa tumeshapokea taarifa ya maafisa wetu wa mchezo. Asante sana. Nikushukuru sana Karim, na tutakia asubuhi njema, kazi njema. Najua leo hatakulala hujalala. Asante sana ndugu yangu. Okay, asante sana na asubuhi njema. Na kwako pia. Asante sana. Jamani, mmesikia Mbona mmekuwa wanyonge? Bodi ya ligi hawana majibu. Bodi ya ligi hawana majibu. Hivi manake maafisa anavozungumzia maafisa wa mchezo manake ni match commissioner, match coordinator, match coordinator, media officer. Ngoja nikusomee maafisa wa mchezo. Yaani maafisa wa mchezo walituma hapa nadhani siku chache zilizopita, ambao ile kundi lote linahusika na mechi ya Simba na Yanga. Nadhani nikumbuka itakuwa tu iko mbali hapa. Maafisa wa mchezo wa leo, kwanza match commissioner ni Salim Singano kutoka Tanga. Muamuzi ni Ahmed Alajiga kutoka Manyara. Muamuzi msaidizi namba 1 ni Mohamed Mkono kutoka Tanga. Muamuzi msaidizi namba 2 ni Kasim Mpanga kutoka Dar es Salaam. Fourth official, muamuzi wa 4 huyo akakaa kwenye bench ni Amina Kiando kutoka Morogoro. Alafu huyu ni ni Sudi Abdi, huyu ni Lansman Assessor, si ndio? Yule anayetathmini waamuzi.